Katika wasaa mwingine, karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran imeapa kumfuatilia na kumuua waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu endapo yuko hai. Jeshi la Iran IRGC limeapa kumfuatilia na kumuua waziri mkuu huyo wa Israel Benjamin Netanyahu, kwa mujibu wa ripoti za vyombo vya habari vya serikali, kama sehemu ya kulipiza kisasi mauaji ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei, kadhalika na makamanda wengine wa jeshi la IRGC ambao siku ya tarehe 28 mwezi Februari waliuawa majira ya asubuhi kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Israel kwa kushirikiana na Marekani katika operation iliyoitwa Rising Lion na ile ya Epic Fury ya nchini Marekani. Shirika la habari la Iran la Mehr News Agency limeripoti kuwa IRGC litaendelea kumfuatilia na kumuua waziri mkuu huyo wa Israel bwana Benjamin Netanyahu endapo yupo hai. Kuna taarifa zinazoonyesha kwamba waziri mkuu huyo wa Israel Benjamin Netanyahu huenda ameshauawa, lakini hakukuwa na uthibitisho, na hivyo IRGC imeweka wazi kwamba inaendelea kumfuatilia. Aidha, jeshi hilo pia linadai kuwa limeharibu maeneo kadhaa ndani ya Israel pamoja na vituo vitatu vya kijeshi vya Marekani katika eneo hilo wakati wa wimbi lake la 52 la mashambulizi. Wakati huo huo, watu karibia 20 wamekamatwa katika mji wa Urmia nchini Iran wakituhumiwa kutuma taarifa za maeneo ya kijeshi, polisi na usalama kwa Israel. Kwa mujibu wa Tasnim News, shirika la habari lenye uhusiano na IRGC, mitandao kadhaa ya watu wanaodaiwa kuwa mamluki wanahusishwa na maafisa wa Israel imefungiwa. Watu hao 20 walikamatwa kufuatia amri ya mahakama, kwa mujibu wa mwendesha mashtaka mkuu wa jimbo la West Azerbaijan. Huko nchini Israel, licha ya kusakwa kwa waziri mkuu Benjamin Netanyahu, wizara ya afya imetangaza zaidi ya watu 100 wamejeruhiwa katika saa 24 zilizopita. Wizara ya afya nchini humo imetangaza kuwa watu 108 wamepelekwa hospitalini wakiwa na majeraha katika kipindi cha saa 24 zilizopita. Kwa mujibu wa wizara hiyo, miongoni mwa majeruhi hao 96 walikuwa na majeraha madogo, 2 wako katika hali ya wastani, huku watu 9 wakiendelea kufanywa tathmini ya kitabibu. Tangu kuanza kwa mzozo huo, wizara hiyo inasema jumla ya watu 3195 wamepatiwa matibabu hospitalini kutokana na majeruhi yao. Kati yao watu 81 bado wamelazwa hospitalini kufikia siku ya leo asubuhi saa 1 siku ya Jumapili. Wizara ya afya haijatoa taarifa kuhusu idadi ya vifo vilivyorekodiwa. Picha mpya zilizochukuliwa asubuhi hii zinaonyesha uharibifu uliosababishwa na mashambulizi ya usiku kucha katika mji wa Holon uliopo kusini mwa Tel Aviv. Katika picha hizo, gari moja linaonekana limepinduka, vifusi vimetapakaa eneo hilo na kuna shimo kubwa katika upande wa jengo la makazi. Huduma ya dharura ya Magen David Adom MDA imesema ilitoa huduma ya kwanza kwa watu 2 waliokuwa katika eneo hilo wakiwa na majeruhi madogo. Mwanamume mwenye umri wa miaka 80 alitibiwa kutokana na vipande vya kioo vilivyomjeruhi, huku mwanamke wa miaka 80 naye akitibiwa kutokana na kuvuta hewa ya moshi. Aidha, MDA imesema baadhi ya watu pia walipatiwa matibabu kutokana na mshituko. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.